Habari, asante kwa kuendelea kusubscribe, asante kwa kuendelea kufuatilia channel yetu ambayo imekuwa ikifanya vizuri katika utoaji wa elimu. Kumbuka kusubscribe kama hujasubscribe, lakini pia asante kama umesubscribe. Nimekuwa nikieleza sana mambo ya kilimo cha tumbaku, lakini pia nimekuwa nikieleza sana hasa shughuli za kilimo. Kwa sababu gani? Kilimo ni uti wa mgongo. Sasa kilimo ambacho zaidi huwa naelezea na kufocus ni kilimo cha tumbaku. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kilimo ambacho kwa asilimia kubwa unaweza ukakifanya na ukapata mtaji na ukaweza kufanya mambo mengine ambayo kiukweli yatakutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Sasa hiki kilimo nakifanikisha vipi? Leo nakuletea hatua za kuweza kufanikisha kilimo cha tumbaku. Hatua kadha wa kadha. Lakini pia hizi hatua zimeambatana na vilimo vingine ambapo unaweza ukafanya na ukaweza kufanikisha. Sasa kwenye tumbaku unaweza ukafanya hatua zifuatazo au kufuata hatua zifuatazo ili uweze kufanikisha kilimo hiki kwa ustadi mzuri na kuweza kupata faida kubwa sana kulingana na jinsi ambavyo umehusika kwenye kilimo hicho, yani jinsi ambavyo umewekeza, kwa sababu unapowekeza unatafuta profit, lakini usipofanya vizuri hauwezi kupata profit kubwa. Hatua ya kwanza ambayo unatakiwa ufanye ni kupata elimu na maarifa kuhusu hiki kilimo. Utapataje elimu na maarifa kuhusu hiki kilimo? Lazima uwe unahudhuria mafunzo ambayo yanatokana na maafisa wa kilimo, lakini pia uwe unahudhuria semina zinazohusisha tumbaku. Hizi semina zinatolewa na AMCOS na TAMCOS. Haya ni makundi ambayo yanajihusisha katika kuweza kuweka mbinu na njia sahihi ambazo zinaweza zikatumika kumrahisishia mkulima kuweza kupata pembejeo na kuweza kufikia soko. Kwa hiyo wanapokuwa wanatoa semina, jaribu kuhudhuria ili uweze kufanya vizuri, kwa sababu wanapokuwa wanatoa semina watazungumza mambo mengi. Kwa jifunze kuhusu aina bora ya mbegu na pia mbinu bora za kisasa. Utajifunza vipi? Lazima uwe unahudhuria semina. Sasa hapa kwenye elimu na maarifa ndio kitu kabisa. Unajua katika all foundations za kuweza kufanya kitu, misingi yote ya kuweza kufanya kitu, lazima uwe na knowledge kuhusu kile kitu. Lazima uwe na elimu kuhusu kile kitu. Lazima uwe na taarifa kubwa kuhusu kile kitu. Kwa lazima hapa ukiwa na elimu na knowledge kuhusu kilimo utaweza kufanya vizuri, kwa sababu utajua njia za kisasa, mbegu zinazohitajika kulingana na msimu, lakini na vitu kadha wa kadha, na msimu wa kupanda na kuvuna, na msimu wa kwenda sokoni na namna ya kwenda sokoni. Hiyo ni hatua namba 1. Lakini hatua namba 2 ni uchaguzi wa mbegu bora. Ukitaka kufanikisha kilimo cha tumbaku vizuri, hakikisha unajua kuchagua mbegu bora. Utajua kuchagua mbegu bora vipi? Njia ya kuweza kuchagua mbegu bora ni kuweza kutumia mbegu zinazodhibitishwa na TTB, yani Tanzania Tobacco Board. Hii ni bodi ya tumbaku Tanzania. Wanadhibitisha mbolea, wanadhibitisha mbegu. Kwa hiyo ukiwa unafanya uchaguzi wa mbegu bora, itakuwa ni rahisi sana kuweza kufanya makubwa katika uzalishaji wa hiki kilimo. Lakini utawezaje tena kuchagua mbegu bora? Lazima mbegu bora ni lazima kupitia ile elimu na kuweza kupitia semina. Ni rahisi sana kuweza kuchagua mbegu bora, kwa sababu utapata mafunzo. Mbegu inayostawi sehemu kulingana na udongo, lakini mbegu pia inayostawi sehemu kulingana na eneo lilivyo. Sasa kwa nini mbegu bora? Mbegu bora huongeza mavuno na ubora wa majani. Yani mbegu bora lazima izalishe majani mengi, lakini yenye ubora wa dhahabu. Sasa ubora wa dhahabu sokoni ndio unakuwa na bei kubwa sana kwenye mfumo wa mauzo sokoni. Kwa lazima uchague mbegu bora. Hatua nyingine ya 3, ukitaka kufanikisha kilimo cha tumbaku, matumizi sahihi ya mbolea na dawa. Cha kwanza, kabla hujatumia mbolea, pima pH ya udongo.
na kabla ya kupanda pH ya udongo inatakiwa ipimwe ili ujue mbolea kwa inayotumika katika ule udongo iko kwa kipimo gani na kipimo kile ni sahihi. Na vile vile ni ipi mahitaji ya dawa zile. Kwa tumia mbolea vizuri, tumia vipimo vizuri vya udongo lakini viwe sahihi, lakini pia piga dawa mapema ili kudhibiti magonjwa na wadudu. Kumbuka huu mmea unatoka nao kwenye mabedi, unatoka nao kwenye vitalu hadi unakuwa nao katika kupanda shambani. Unakuwa unavuna mvuno wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano hadi wa sita hadi shamba na hadi kwenye soko. Sasa huu mmea inatakiwa utunzwe na mbolea na madawa ili kudhibiti ubora wake, kwa sababu wadudu nao wanaharibu dhana ya kuwa mmea huu bora. Kwa lazima ujue matumizi sahihi ya mbolea na matumizi sahihi ya dawa. Utajuaje? Kuhudhuria semina ni rahisi sana. Lakini pia hatua ya 4 ni usimamizi wa shamba. Unajua ni sahihi sana kukaa vigenge na kuweza kusema kwamba I'm cultivating, I'm a farmer, lakini sasa kama wewe ni mkulima husimamii shamba, what are you doing? Umeona? Kwa kikubwa zaidi hapa ni kuweza kusimamia shamba, na mradi wote usiposimamia ni dhahiri kwamba hautakuwa katika ubora. Kwa hiyo usimamizi wa shamba utakuletea mambo ambayo ni mazuri sana. Utasimamiaje? Cha kwanza, panda kwa mistari na umbali wa kitaalamu. Inasaidika kwamba urefu wa sentimita 60 kutoka mche hadi mche, sentimita 60. Lakini pia unaweza kufanya hata urefu wa sentimita 50 kutoka mche hadi mche. Wengi hadi wanaenda hadi mbali kwenye sentimita 30, lakini sentimita 60 na sentimita 50 ni vizuri sana kwa sababu ni kipimo cha kitaalamu. Kwa katika usimamizi wa shamba, kisha kwanza unapanda vizuri kitaalamu ili mimea ipate mwanga na virutubisho vya kutosha. Ule ni mmea unahitaji kitendo kinachoitwa photosynthesis ili uweze kujitengenezea chakula kupitia jani kiwiti ambayo tunaita ni chlorophyll. Sasa kinachokuja kutokea pale nini? Kinachokuja kutokea pale, mmea ule unahitaji mwanga wa kutosha. Sasa mwanga wa kutosha utapatikana kwenye mmea pale ambapo mimea haijabanana. Kwa ndio maana unashauriwa kuweza kupanda mmea hadi mmea kwa sentimita 60 ambapo sasa na jani litatanuka. Lakini usimamizi wa shamba mwingine ni kuhusu kupalilia kwa wakati ili mmea usishindane na magugu. Palilia kwa wakati. Lakini pia hakikisha unatifulia kwa wakati ili kuweza kufanya extension nzuri ya mizizi. Na kitu tunakiita aeration. Sasa aeration ni ile hali ya udongo kuweza kupata hewa. Umeona? Sasa ukitifulia udongo unapata hewa. Udongo ukipata hewa, mizizi ni rahisi sana kujitanua. Kwa hakika unatifulia vizuri. Ikiwezekana mara 1, mara 2, mara 3 kulingana na ardhi ile ilivyo tifutifu, ilivyo ardhi ya mfinyanzi, yaani kulingana na ardhi ambayo umelima tumbaku. Tifulia ili kuweza kuboresha mmea. Lakini usimamizi mzuri tena mwingine wa shamba ni kuhakikisha una maji ya kutosha, hasa katika hatua za awali. Yaani maji yapo ya kutosha. Tumbaku inahitaji maji, lakini pia na shughuli za tumbaku zinahitaji maji. Kwa ni rahisi sana kuweza kufanya vizuri kama kuna chanzo cha maji kipo karibu. Hatua ya 5 ya kuweza kusimamia kilimo cha tumbaku na kikawa vizuri ni kuhusu uvunaji na utunzaji baada ya mavuno. Wengi sana watu tunavuna vizuri, tunavuna tumbaku ambayo inakuwa na rangi nzuri, hasa rangi ya dhahabu, lakini tunapoenda kwenye masuala mazima ya kutunza, yani kwenye gara, ile tumbaku ambayo tumeivuna, kwa sababu tumbaku tunavuna majani. Sasa tunapoenda kuitunza, tunaitunza katika hali ambayo sio nzuri, na baadaye tunakuja kufika sokoni na rangi ambayo haieleweki. Tunapewa bei ambazo zinastahili na ile rangi hafifu ambayo tumeifikisha sokoni, tunaanza kulalamika. Sasa ukitaka kuhakikisha kwamba kilimo cha tumbaku unakifanikisha vizuri, hakikisha unavuna na unatunza tumbaku yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu unalima kwa sababu ya kutaka profit.
Kwa hiyo sasa tutafanyaje? Vuna tumbaku ikiwa imekomaa. Hicho ni kitu cha kwanza. Lakini ili kuweza kupata ubora wa juu, lazima uhakikishe ile tumbaku imekomaa, lakini pia imetunzwa vizuri shambani. Utapata ubora wa juu. Lakini uvunaji na utunzaji baada ya mavuno unategemea kitu kingine. Tumia bani bora kwa ajili ya kukausha majani. Tumia bani bora ambazo zinastahili kuweza na zimeelezwa kwenye semina kulingana na mahitaji ya kampuni ambazo zinaweza zikaleta matokeo mazuri. Tumia bani bora. Lakini pia panga majani kwa madaraja. Kuna grade 1, kuna grade 2, kuna L10F, kuna kuna L10F, kuna L10, kuna M10, kuna M1 ya L, kuna kuna M1 R, kuna yani X10. Hizo ni daraja ambazo ni nzuri sana. Sasa tumbaku lazima uweze kuipanga kwenye madaraja yake ili yaweze kununuliwa kulingana na mahitaji yake. Kwa hiyo ni vizuri sana kuweza kuweka tumbaku katika madaraja yake ili kuweza kupata vizuri, kwa sababu tumbaku unavyoichanganya madaraja ya kawaida na madaraja ya juu, mnunuzi anaponunua anachukua lile daraja la chini. Kwa hiyo ukichambua, daraja zuri likaja upande wake, daraja baya likaja upande wake, daraja zuri litakupa thamani kubwa sana, kwa sababu anayenunua, ukichanganya grade ya kawaida na grade nzuri, ananunua grade ya kawaida. Sasa kitu kingine ambacho ni hatua ya 6 ambayo unaweza kuzingatia katika kuhakikisha kilimo cha tumbaku ni kuweza kujiunga na vyama vya ushirika kama AMCOS na TAMCOS. Vyama vya ushirika kupitia AMCOS na TAMCOS. Hivi vyama vitakusaidia kuweza kupata bei nzuri na msaada wa pembejeo. Kwa sababu unataka kulima kilimo kikubwa lakini huna pembejeo. Kitakachokuja kutokea hapa wewe hauwezi kuhimili yale mapigo ya pembejeo, kwa sababu pembejeo zipo katika gharama ya juu. Kwa hivi vyama vya ushirika, kwa mfano AMCOS na TAMCOS, vinakudhamini. Yani vinakukopesha zile pembejeo uweze kulima kilimo chako ambacho unataka. Kwa sababu wewe unaenda kuzalisha, watakukata kulingana na pembejeo ulizochukua na uzalishaji wako. Kwa hakikisha unajiunga ili uweze kufanikisha vizuri, kwa sababu kilimo cha tumbaku kinaendeshwa kwa gharama kubwa. Lakini ukijiunga na hivi vyama vya AMCOS na TAMCOS ni vizuri kuweza kufikia malengo na ni rahisi sana. Lakini pia unaweza pia kupata mkopo ya kilimo kupitia chama. Faida nyingine ya chama, unaweza kupitia mkopo kupitia chama cha ushirika kama AMCOS na TAMCOS. Ule mkopo pia wanakuwezesha ili uweze kufanya vizuri na baadaye waweze kukata zile pembejeo ambazo, gharama ya pembejeo ambazo wamekukopa, lakini ni kwa bei rahisi sana, ni kwa bei ndogo sana. Sasa cha kufanya hapa, wewe unaweza kujiunga kwenye vyama vya AMCOS na TAMCOS ili kuweza kuhakikisha mambo yako yanaenda vizuri. Lakini pia kupitia vyama vya ushirika unaweza ukasaidikika, yani ukapata msaada baada ya kupata majanga. Kwenye kilimo cha tumbaku kuna majanga, bani inaweza likaungua, kwa sababu vile ni vitu ambavyo vinahusu moto. Inaweza kwa bahati mbaya bani likaungua, lakini pia kunaweza ukatokea upepo ukaribu shamba. Tunaita ni zile mvua za mawe karibu shamba. Kwa ukiwa kwenye hivi vyama vya ushirika na vyama vya ushirika hivi, ni rahisi sana wewe kuweza kusaidikika. Yani ni rahisi wewe kuweza kupewa msaada, kwa sababu kumbuka pembejeo umepewa kwa gharama na umepatwa na majanga. Sasa yule mtu kama hajui ataendelea kukudai, lakini kama upo kwenye vyama vya ushirika unapewa msaada haraka na immediately. Hatua ya 7 ambayo unaweza ukaifanya ili uweze kukamilisha kilimo cha tumbaku na uweze kukifanikisha ni kukumbuka na kuwa na kumbukumbu ya budget. Hifadhi rekodi zako za kila msimu, gharama na mavuno kuhusu mapato.
Sasa ukijua gharama na mapato kutokana na mavuno, utaweza kupanga vizuri msimu unaofuata. Mfano, mwaka huu umelima eka moja. Ulivyolima eka moja ukatumia pembejeo za tuseme NPK mifuko 4, lakini pia kani mfuko mmoja, ndo inavyotakiwa, lakini na madawa mengine kuhusu pembejeo. Ikaja ikatokea kwamba umevuna chini ya kiwango, sababu eka moja inatakiwa izalishe kuanzia kilo 700 hadi 1200. Sasa ukaja ukavuna kilo 500, hapo uko chini ya malengo. Lakini haimaanishi kwamba umefanya vile kwamba ndo ukate tamaa ukataka kulima msimu ujao. Ni rahisi sana kama umeweka rekodi kuweza kujua kiasi gani ulizalisha, ulitumia gharama zipi, na umepata faida gani, na umekwama wapi ili uweze kurekebisha. Kwa ni rahisi sana kama unaweka data kuweza kukumbuka umefikia wapi na umetoka wapi. Lakini hatua ya 8 ambayo inaweza kukusaidia kuweza kufanikisha kilimo cha tumbaku ili kuweza kuletea faida ni kujali afya na mazingira. Kwa mfano, pembejeo tunazotumia ni kali sana kwa afya yetu, lakini pia mazingira tunayofanya ni hatari kwa afya yetu. Na tunajua kwamba tumbaku ni kati ya mmea ambao una nicotine. Ni kati ya mmea ambao una nicotine ambao ni hatari kwa binadamu. Sasa na madawa pia tunayotumia kwenye tumbaku ni ni madawa ambayo ni yana poison. Yani tuseme kama ni poison, na poison does not expire. Umeona? Kwa hiyo jikinge sana ili kuweza kuleta afya yako vizuri na mazingira, kwa sababu kama una afya na mazingira, ukikwamia njiani kwenye kilimo cha tumbaku hautapata chochote, kwa sababu kilimo cha tumbaku kinaenda na muda. Kwa hiyo sasa tumia gloves na mavazi ya kujikinga wakati wa kuvuna, lakini pia na wakati wa kupulizia green tobacco sickness, yale magonjwa ambayo yapo kwenye mmea wa tumbaku. Unapokuna yatibu, tumia mavazi yanayohusika. Lakini pia pandisha miti ya mbao ili kupunguza ukataji wa miti kwa ajili ya kukausha tumbaku pamoja na miti, yani upande miti, kwa sababu unapopanda miti ni rahisi wewe kuweza kuweka mazingira yetu salama. Ukiangalia tumbaku ni kati ya mmea ambao ili uweze kukauka kwenye bani unaitumia kuni nyingi. Sasa hiyo kuni tunaitoa wapi? Hakikisha unapanda mazingira, kwa sababu na sehemu zingine unaweza kukuta unakata miti wakakutoza faini na ukaweza kufungwa. Lakini kama umepanda miti, kwa mfano unatumia miti ya kwako, umepanda miti ya mbao, unatoa mbao, lakini vile visalia vinavyobaki unatumia ukaushia tumbaku. Kuna wale wanaolima vijijini, unatumia msitu wa kawaida ambao unajulikana kijijini, lakini sio vizuri sana kutumia kukatakata miti ovyo. Inatakiwa upande miti ya kwako. Inatakiwa upande miti ya kwako. Inatakiwa upande miti ya kwako ili uweze kuendelea na kilimo vizuri. Kitu cha kuzingatia. Hiki ni kitu cha kuzingatia sana. Lakini nini maana asili ya mkulima bora? Point ya mwisho. Falsafa ya mwisho. Siri ya mkulima bora ni mkulima ambaye yuko busy na kazi za shambani. Maana yake ni nini? Siri ya mkulima bora iko hivi. Mkulima bora sio yule anayelima tu, bali anayelima kwa maarifa, anajua soko na anasimamia kila hatua hadi kuuza kwa faida. Mfano, mkulima bora anayelima kwa kutumia maarifa atatumia njia nzuri za kuweza kufanya nini? Kulima ili aweze kupata faida kubwa. Tunaziita mechanized method of agriculture. Umeona, atatumia njia bora. Lakini huyu mtu anajua soko, atajua at what time I will sell my products. Umeona? Lakini huyu mtu anasimamia, atajua kwamba at which management will be used to control my shamba. Huyu ni mkulima bora huyu. Lakini huyu mtu anajua kuuza kwa faida. Mtu anakuja
kununua tumbaku yako katika vyama vya AMCOS anakupa bei ndogo, kwa sababu hujui soko lako, soko la tumbaku yako hautaweza kuuza kwa faida. Kwa sababu gani? Haujui grades, haujui vitu vinginevyo, vitu ambavyo vitakuja kusababisha madhara katika faida. Kwa hiyo kama unajua soko lako na unajua tumbaku yako jinsi ambavyo inaweza kauzika, ni rahisi sana kuweza kuuza kwa faida. Kwa mkulima bora ni yule ambaye anajua soko, anajua kilimo cha maarifa.